Usiku ule, mvua ilinyesha bila huruma. Barabara zilikuwa kimya, taa za njiani zikimulika maji yaliyokuwa yakitiririka kama mito midogo pembeni ya lami. Saa ilikuwa karibu saa 6 usiku, muda ambao watu wengi walikuwa wamelala, isipokuwa wale waliokuwa wanajaribu kusahau maisha yao. Ndipo alipokuja. Hakuna aliyemuona akishuka kwenye gari. Hakuna aliyemuona akiingia kwenye jengo, lakini ghafla alikuwa pale. Alikuwa amesimama ndani ya lifti, akitazama mbele kwa utulivu wa ajabu. Macho yake hayakuonyesha hofu, hayakuonyesha furaha. Ilikuwa ni kama mtu ambaye tayari alijua kila kitu kitakachotokea. Siku iliyofuata, alionekana kwenye kampuni kubwa ya ushauri wa biashara katikati ya jiji. Aliitwa Elena. Angalau ndivyo alivyosema. Hakuna aliyewahi kuona CV yake. Hakuna aliyewahi kuonana na aliyekuwa akimrejea kama refarii. Lakini ghafla alikuwa mfanyakazi muhimu sana. Alifanya kazi kimya kimya. Hakupenda kuzungumza sana, lakini kila alipofungua mdomo, watu walisikiliza. Ndani ya wiki 2 tu, alikuwa amesharekebisha miradi ambayo ilishindikana kwa miezi. Ndani ya mwezi mmoja, alikuwa amepata heshima ya watu waliokuwa wamefanya kazi pale kwa miaka zaidi ya 10. Lakini kulikuwa na kitu hakikuwa sawa. Hakuwahi kuongea kuhusu familia. Hakuwahi kupokea simu za kawaida. Na kila siku saa 2 kamili usiku alipotea. Siku moja, mlinzi wa jengo alimuona akitoka. Alikuwa amevaa koti jeusi refu. Alikuwa anaonekana tofauti, sio yule mwanamke mtulivu wa ofisini. Alikuwa anaonekana kama mtu mwingine kabisa. Ndipo akaingia kwenye maisha ya Daniel. Daniel alikuwa mmoja wa wakurugenzi wa kampuni, mtu aliyekuwa makini, mpangaji na ambaye hakuamini sana katika mambo ya kubahatisha. Lakini alipokutana na Elena kwa mara ya kwanza, alihisi kitu ambacho hakuweza kukieleza. Haikuwa mapenzi ya haraka. Haikuwa tamaa. Ilikuwa ni kama kumtambua mtu ambaye hujawahi kukutana naye. Kadri siku zilivyoenda, alianza kuona vitu vidogo vidogo. Alijua vitu kuhusu kampuni ambavyo vilikuwa siri. Alijua watu ambao hawakuwahi kukutana naye. Na mara kadhaa alionekana kujua matukio kabla hayajatokea. Mwanzoni Daniel alijaribu kupuuza, lakini usiku mmoja alipokuwa anatoka kazini kuchelewa, alimuona Elena upande wa pili ya barabara. Lakini hakuwa peke yake. Alikuwa anazungumza na wanaume wawili waliokuwa wanaonekana hatari, sio wafanyakazi, sio watu wa kawaida wa jiji. Na cha ajabu zaidi, uso wake haukuwa ule wa mwanamke mtulivu wa ofisini. Alikuwa anaonekana baridi, mkali, na wanaume wale walikuwa wanamsikiliza kama bosi wao. Daniel alipojihoma kidogo ili ajifiche, aliporudi kutazama tena, Elena alikuwa amepotea, kana kwamba hakuwahi kuwepo pale. Siku iliyofuata ofisini, Elena alikuwa yule yule wa kawaida. Tabasamu dogo, sauti ya chini, utulivu. Lakini Daniel sasa alianza kujiuliza, Elena alikuwa nani hasa? Na swali ambalo hakujua bado lingemtesa zaidi lilikuwa, je, alikuwa mwanamke mmoja au kulikuwa na maisha mawili yaliyokuwa yanaishi ndani yake? Na ukweli ulikuwa mbaya kuliko alivyowahi kufikiria, kwa sababu Elena hakuwa mtu ambaye mtu yoyote aliwahi kumtambua. Daniel hakulalamika, hakumuuliza Elena chochote, lakini tangu ule usiku alianza kumchunguza. Alianza kwa vitu vidogo. Aligundua Elena hakuwa na social media yoyote, hakukuwa na picha zake mtandaoni, hakukuwa na rekodi za kazi zake za zamani. Ilikuwa ni kama maisha yake yalianza siku aliyokuja kufanya kazi pale. Alipojaribu kuuliza HR kwa njia ya kawaida, waliishia kusema tu, tulipokea mapendekezo yake kutoka juu. Lakini juu ilikuwa wapi? Hakuna aliyesema. Siku moja mchana, Elena alikaa karibu na dirisha la ofisi, akiangalia nje kwa muda mrefu kuliko kawaida. Daniel alimsogelea. Unaangalia nini? Aliuliza kwa utulivu. Elena aligeuka pole pole.
akamtazama moja kwa moja machoni. Kuna watu wanaishi maisha mawili, alisema taratibu, na kuna watu wanaficha maisha yao yote. Daniel alijaribu kucheka kidogo. Wewe ni yupi? Elena hakujibu. Alitabasamu tu, halafu akarudi kufanya kazi. Usiku huo, Daniel alifanya kitu ambacho hakuwahi kufanya. Alimfuata. Alimwona Elena akitoka ofisini saa 2 kamili usiku kama kawaida, lakini safari hii hakuchukua teksi, alienda kwa miguu. Alipita mitaa ambayo watu wa kawaida hawapendi kupita usiku. Aliingia kwenye jengo la zamani ambalo taa zake zilikuwa nusu zimezimka. Daniel alisita, lakini akaamua kuingia pia. Ndani kulikuwa na kimya kizito, harufu ya unyevu na chuma cha zamani. Alisikia sauti juu ghorofani. Alipanda taratibu, na alipofika juu, alisikia sauti ya Elena, lakini haikuwa ile laini ya ofisini. Ilikuwa kali, ilikuwa na mamlaka, ilikuwa ya mtu ambaye watu wanaogopa. Nilisema hakuna mtu anayecheza na mipango yangu, alisema. Kulikuwa na sauti ya mwanaume mwingine, lakini hatukujua. Kitu kilianguka. Kisha kimya. Daniel, moyo wake ulianza kupiga kwa nguvu. Alisogea karibu zaidi, lakini kabla hajafika kabisa, mlango ulifunguka ghafla. Alisimama. Mbele yake alisimama Elena, lakini macho yake yalikuwa tofauti, baridi, makini, kana kwamba alikuwa anachambua kila kitu kuhusu yeye ndani ya sekunde moja. Umenifuata? Aliuliza kwa utulivu wa kutisha. Daniel hakujibu mara moja. Halafu akasema, nilikuwa na wasiwasi. Kwa sekunde chache hakuna aliyesogea. Halafu ghafla Elena alirudi kuwa yule yule wa kawaida. Alivuta pumzi pole pole. Usifanye hivyo tena Daniel, alisema kwa sauti laini. Sehemu zingine za maisha si salama kwa watu kama wewe. Siku zilizofuata mambo yalizidi kuwa ya ajabu. Daniel alianza kupokea simu zisizo na mtu upande wa pili. Aliona gari lile lile jeusi likimfuata mara 2, na mara kadhaa Elena alionekana kujua mahali alipo hata bila kumwambia. Lakini kitu kilichomchanganya zaidi ilikuwa ni kwamba Elena alianza kukaribia zaidi. Mazungumzo marefu, mikutano ya kikazi peke yao, na wakati mwingine macho yao yalikutana kwa muda mrefu kuliko kawaida. Ilikuwa kama alikuwa anajaribu kumlinda au kumkaribisha zaidi ndani ya siri yake. Daniel hakujua ni ipi ilikuwa mbaya zaidi. Lakini usiku moja, aliporudi nyumbani, alipata bahafa mlangoni. Ndani kulikuwa na picha moja tu, picha ya Elena, lakini hakuwa peke yake. Alikuwa amesimama katikati ya kundi la watu waliokuwa wanaonekana kama genge la kihilali. Na nyuma ya picha kulikuwa na maneno mawili tu, kimbia sasa. Na kwa mara ya kwanza, Daniel alianza kujiuliza kama mwanamke aliyekuwa anaanza kumpenda anaweza kuwa hatari kuliko mtu yoyote aliyewahi. Daniel hakulala usiku ule. Alikaa kitandani, akiishikilia ile picha mikononi mwake, akiitazama tena na tena. Elena amesimama katikati ya watu waliokuwa wazi kabisa hawakuwa watu wa kawaida. Nguo zao, misimamo yao, machoni mwao kulikuwa na kitu kizito, kitu cha hatari. Na Elena hakutabasamu kwenye ile picha. Alikuwa anatazama kamera kama mtu anayejua anaangaliwa, lakini hajali. Asubuhi iliyofuata, aliamua kwenda kazini kama kawaida. Na alipomwona Elena, alikuwa vile vile, mpole, mtulivu, akiwa na tabasamu lake la kawaida. Ilikuwa kama ile picha haikuwepo. Umechelewa kidogo leo, Elena alisema kawaida. Daniel alimwangalia kwa makini. Alijiuliza, ni mwanamke yupi alikuwa halisi? Yule wa ofisini au yule wa kwenye picha? Siku hiyo yote, Daniel alijihisi kama anatembea kwenye barafu nyembamba. Kila kitu Elena alichosema kilionekana kuwa na maana mbili. Kila tabasamu lake
lilionekana kuficha kitu. Na cha ajabu zaidi, alianza kumvutia zaidi. Jioni, wakati watu wote walikuwa wameondoka, Elena alimuita. Daniel alisimama mlangoni mwa ofisi yake. Ndiyo? Elena alimwangalia kwa muda mrefu. Kisha akasema, kama ungegundua ukweli kuhusu mtu unayempenda, na ukweli huo ungekuwa hatari, ungefanya nini? Moyo wa Daniel ulipiga kwa nguvu. Depends, alisema polepole. Ni hatari kwa nani? Elena hakujibu mara moja. Kisha akasema, kwa kila mtu anayemkaribia. Kulikuwa na ukimya mzito kati yao. Halafu Elena akainuka, akasogea karibu na Daniel, karibu sana. Kwa mara ya kwanza, Daniel aliweza kuona uchovu machoni mwake na hofu kidogo. Daniel, alisema taratibu, wakati mwingine kupenda mtu kunamaanisha kujua lini uondoke. Usiku huo, Daniel hakurudi nyumbani moja kwa moja. Alienda kwa rafiki yake wa zamani, mtu aliyewahi kufanya kazi kwenye uchunguzi wa uhalifu. Baada ya kumwongesha ile picha, rafiki yake alikaa kimya kwa muda mrefu. Kisha akasema kwa sauti ya chini, hawa watu si watu wa mchezo. Daniel alimeza mate. Unawajua? Rafiki yake alitikisa kichwa polepole. Nawajua tu kwa jina. Wanaingia, wanachukua wanachotaka, halafu wanatoweka. Daniel alihisi baridi ikimpita mgongoni. Na mwanamke huyu? Akauliza, akionyesha Elena. Rafiki yake alitazama picha kwa muda mrefu. Kisha akasema, kama yuko nao, basi si mtu wa kawaida. Siku 3 zilizofuata, Daniel alianza kuhisi kama anaangaliwa kila mahali. Mtu kwenye kona ya barabara, gari likipunguza mwendo karibu naye, simu zisizojulikana. Na Elena alizidi kuwa karibu naye, lakini pia alizidi kuwa mbali. Ilikuwa kama alikuwa anajaribu kumweka karibu na wakati huo huo kumlinda kwa kumweka mbali. Mpaka siku moja, Daniel aliporudi nyumbani, alikuta mlango wake umefunguliwa kidogo. Alisimama, moyo ukimpiga kwa nguvu. Akasukuma mlango taratibu. Ndani kulikuwa na giza, lakini alisikia sauti ya Elena. Nilimwambia akae mbali, alisema kwa sauti ya hasira iliyodhibitiwa. Kulikuwa na sauti ya mwanamume. Sasa anajua sana. Kimya kidogo, kisha Elena akasema, hapana, bado hajajua. Daniel alihisi damu yake ikiganda, na ghafla taa zikawaka. Elena alisimama katikati ya sebule yake, akamtazama moja kwa moja. Hakukuwa na tabasamu, hakukuwa na kujifanya. Alikuwa yule wa kwenye picha. Daniel, alisema kwa sauti tulivu lakini nzito, umeingia sehemu ambayo huwezi kutoka kirahisi. Na kwa mara ya kwanza, Daniel aligundua ukweli mmoja. Mwanamke aliyekuwa anaingia moyoni mwake anaweza kuwa mwanamke ambaye ataharibu maisha yake. Sebule ilikuwa kimya. Daniel alisimama karibu na mlango. Elena alisimama katikati ya chumba, macho yake yakiwa tulivu lakini mazito. Hakukuwa tena na yule mwanamke mpole wa ofisini. Hapa alikuwa mtu mwingine kabisa. Umekuwa ukinifuatilia, Elena alisema kwa sauti ya kawaida. Sasa umeona vitu ambavyo sikutaka uone. Daniel alimeza mate. Wewe ni nani Elena? Aliuliza polepole. Kwa sekunde chache, Elena hakujibu. Kisha akavuta pumzi ndefu. Jina hilo si langu la kwanza, alisema. Daniel alihisi dunia ikianza kuyumba. Elena ni nani basi? Elena alitazama chini kidogo, kisha akamtazama tena. Ni mtu niliyekuwa natamani kuwa. Aliketi kwenye sofa polepole. Miaka mingi iliyopita, niliingia kwenye dunia ambayo huwezi kutoka kirahisi, alisema. Sikuanza kama mtu mbaya. Nilianza kama mtu aliyekuwa anajaribu kuishi tu. Alimweleza Daniel bila kuingia kwenye maelezo mengi kwamba aliwahi kufanya kazi ndani ya kundi hatari sana. Lakini kadri muda ulivyopita, aligundua kuwa hakuwa anaishi, alikuwa anazama. Na siku moja, alijaribu kuondoka, lakini watu wa aina hiyo hawakuachi uondoke kirahisi. Nilibadilisha maisha yangu, alisema. Nilibadilisha jina, mahali, historia. Kisha akaongeza kwa sauti ya chini. Lakini kivuli changu hakikuwahi kuniacha. Daniel alikaa kimya. Mimi ni hatari kwa watu ninaowapenda,
Elena alisema taratibu, na kwa mara ya kwanza macho yake yalionekana kuwa na huzuni wazi. Kwa nini hukuniambia mapema? Daniel aliuliza. Elena alicheka kidogo, kicheko cha uchungu. Ungeondoka. Kulikuwa na ukimya. Mzito, halisi. Na sasa? Daniel aliuliza. Elena hakujibu mara moja. Kisha akasimama. Na sasa, wanajua unajua. Moyo wa Daniel ulipiga kwa nguvu. Inamaanisha nini? Elena alimkaribia. Nilijaribu kukuweka mbali, lakini nilishindwa. Kwa sekunde moja, alinyoosha mkono, karibu amguse shavu, lakini akausimamisha hewani. Nitaondoka leo usiku, alisema. Daniel alishtuka. Nini? Hapana, ni njia pekee ya kuhakikisha wako salama. Na wewe je? Daniel aliuliza. Elena alitabasamu kidogo. Watu kama mimi, hatupati endings nzuri. Dakika chache baadaye, kulikuwa na kelele ndogo nje. Elena aligeuka kuelekea dirishani. Wamefika. Daniel alisimama ghafla. Hapana, tunaweza. Hapana, Elena alisema kwa upole. Kisha akaandika kitu haraka kwenye karatasi mdogo. Akaiacha mezani. Alipofika mlangoni, aligeuka kumtazama mara ya mwisho. Asante kwa kuniona kama mtu. Kisha akaondoka. Dakika kadhaa baadaye, magari yalipita nje. Kelele zilipotea. Na Elena hakurudi tena. Asubuhi iliyofuata, Daniel alikuta ile karatasi. Ndani kulikuwa na maneno machache tu. Usijaribu kunitafuta. Niliwahi kuwepo. Hiyo inatosha. Miezi ilipita. Maisha yaliendelea. Lakini wakati mwingine, Daniel alipokuwa anapita barabarani, alihisi kama kuna mtu anamwangalia. Na siku moja, alipokuwa anavuka barabara yenye watu wengi, alimuona mwanamke upande wa pili. Alikuwa amevaa migwani mikubwa, nywele tofauti, muonekano tofauti, lakini macho yalikuwa yale yale. Mwanamke huyo alimtazama kwa sekunde moja, halafu akageuka na kutoweka kwenye umati wa watu. Na hapo ndipo Daniel aligundua, kuna watu huwezi kuwajua kweli,